Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, hamjambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Kilio kimeweza kutanda katika taifa la Tanzania miongoni mwa wasanii baada ya chama ambacho ki mamlakani kwa sasa CCM kuangamiza wote. Kivipi? Wasanii wote ambao wameonekana wakiunga mkono wa Chama cha Mapinduzi ambacho kinaongozwa na mwenyekiti ambaye ni rais wa sasa katika taifa la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, wameweza kuangamizwa kupitia chama hicho kwa sababu kwa kile ambacho kimepitishwa na vijana wa Gen Z na Watanzania wazalendo. Kuna barua ambayo imetumwa, naomba kuisoma kisha baadaye kwa sababu inaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa akanda hii. Sasa swali ambalo tunajiuliza ni kivipi chama cha CCM kimeangamiza Watanzania ambao ni wasanii wale ambao wanakiunga mkono. Tusome barua ambayo imefika katika meza yetu ya habari. Lakini kabla nisome hiyo barua, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Tuende moja kwa moja kwa barua hii ambayo imetumwa ili tuweze kuipitia na kuelewa ni kivipi CCM imeweza kuangamiza wasanii wote ambao wanaunga mkono chama hicho. Barua hii imeweza kutolewa na wananchi wazalendo wanaodai haki kama kawaida, uhuru, usawa, uwajibikaji, ukweli na kupatikana kwa katiba mpya inayotambua Jamhuri Huru ya Tanganyika na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Inaanza kwa kusema hivi: Tanzania mpya, taarifa kwa vyombo vya habari. Endelea kususia bidhaa na huduma za wasanii na washirika wa CCM. Kwa hivyo ni tangazo ambalo limeweza kuachiliwa kwamba Watanzania penye imefika waendelee kususia bidhaa zote ambazo zinamilikiwa na wasanii, hasa wale ambao ni washirika ama wanaunga mkono chama ambacho ki mamlakani kwa sasa CCM. Barua hii imetolewa tarehe 15 Disemba mwaka huu 2025 na inasema ya kwamba tunaendelea na zoezi lililofanikiwa sana la kususia na kuwaondoa kwenye mzunguko wa biashara wasanii, influencers na MCs majangili wa chama cha kigaidi CCM. Tumewashika babaya. Taarifa hii inahusu wadhamini, sponsors, na media ambazo zinaendelea kushirikiana na wasanii walioshiriki kupiga na kupigia debe chama cha kigaidi CCM, ambao wameendelea kuua, kuteka, kutesa, kufira, kupoteza na kufungulia raia kesi za uhaini. Na kisheria nchini Tanzania, ukiwa na kesi ya uhaini, ikiwa utapatikana na kosa hilo, hamna dhamana, ila tu ni kifo. Uratibu wa kuendelea kuwanyoosha wasanii, influencers na MCs na CCM. 1. Usishiriki show yoyote wala kuzungumzia kama huja wa unfollow. Fanya hivyo sasa. Hiyo ni kampeni ambao vijana wa Gen Z wameanzisha nchini Tanzania. Number 2. Pitia posters za show za wasanii wa CCM kubainisha wadhamini, unfollow sponsors wote, na hakikisha unakataa kutumia bidhaa zao zote. Tumia bidhaa za kampuni mbadala. 3. Wasanii wakileta jeuri
wakaweka show, hakikisha unakwenda kuandamana nje ya ukumbi ukiwa na mabango. 4. Susia na ku-unfollow vyombo vyote vya habari vinavyotangaza show, tamthilia ya filamu za wasanii wa CCM. Tazama filamu na tamthilia za kigeni. 5. Hakikisha unaweka comments kwenye pages za wasanii, influencers, MCs, sponsors na vyombo vya habari vinavyoshirikiana na CCM zinazosema hawa ni wauaji, wamechangia mauaji ya raia zaidi ya 10,000 wa Tanganyika kwa kushirikiana na Samia Suluhu Hassan na familia yake. 6. Hakikisha ya kwamba kuepukana na mambo ya kulike muziki au kazi za wasanii na influencers walioshirikiana na CCM kwenye X, mtandao wa Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Mumblay, Apple Music na Spotify. Number 7. Sitisha mikataba yote ya ringtone ulio nayo kwa kampuni za simu yenye nyimbo za wasanii wa CCM, bora kuweka makomboleo au teremusha bunduki. Ni sawa. Number 8. Wasanii, influencers na MCs wa CCM wanaposhiriki media sessions, usilike wala kushare. Kama ni lazima kuengage, hakikisha unaweka bango la kuwasomea. Kama ni kwenye TV au radio, badilisha stesheni. Number 9. Ukifika kwenye eneo lolote la burudani, klabu au kwenye vyombo vya usafiri, hakikisha nyimbo za wasanii majangili hazipiwi wala kuoneshwa. Kama kuna matangazo yenye picha za washirika wa CCM, shinikiza yaondolewe. Wamiliki wakikataa, usinunue bidhaa kwenye hizo club wala kulipia viingilio. Bora kunywa na kula nyumbani. Yaani wanasema ya kwamba ukiona mabango ya wasanii wale ambao ni wa kuunga mkono CCM, ukienda kwa klabu ukiona posta zao, waambie waondoe. Kama hawaondoi, enda nyumbani umumunye kila ambacho unapenda kumumunya kabla ya kulala kila siku. 10. Wakiomba kupigiwa kura kwa ajili ya awards, usiwapigie. Pigia msanii au influencer wa nchi nyingine. Vita ni vita mura. Ifuatayo ni orodha ya wasanii na influencers mashujaa wa kuwapa support kuanzia sasa. 1. Wala ambao wanastahili sasa kupata support ya Watanzania. 1 anaitwa Roma Mkatholiki. Number 2 Wakazi. Number 3 Vitali Maembe. Number 4 Rosary. Number 5 Rosi Ndauka. Number 6 Nei wa Mitego. Number 7 Lukamba. Na orodha hiyo itaendelea. Wanamaliza kwa kusema ya kwamba taarifa muhimu, tunaendelea tulipoishia kwa maandamano yasiyo na kikomo mahali na muda wowote. Jumatano 24 Disemba ni mkesha wa kuwakumbuka mashujaa wote wetu, tukijipanga kuelekea siku ya kilele ya tarehe 25 Disemba mwaka 2025 hadi tutakapo uona mwaka mpya wa 2026. Hashtag Disemba 25, hashtag Januari 1, hashtag Samia must go, hashtag karibu The Hook. Ni ujumbe ambao umeweza kutumwa kuonyesha ishara ya kwamba CCM wala ambao wanaunga mkono haswa wasanii wamelengwa, kumaanisha
CCM imeangamiza wasanii wote ambao wanaunga mkono, kwa sababu chama hicho ndicho kimesababisha habari kama hizi kupitishwa. What do you think? Inawezekana kweli wale ambao wanaunga mkono CCM ambao ni wasanii kutofuatiliwa haswa kwa miziki yao? Kulingana na wewe, utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika matukio haya, haswa kwa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa nchini Tanzania baada ya uchaguzi uliokuwa na utata mkubwa kukamilika na kusababisha rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kuapishwa akiwa chini ya ulinzi mkali katika uwanja wa kijeshi. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa huja subscribe, na kuomba tukaweze kusubscribe na sambaza hii kanda kwa grupu 1, 2, 3 anga, tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now.